Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu nimekuwa na bahati ya kufanya kazi na marais karibuni 5. Tangu wa kwanza wakati wa uhuru, Mwalimu Nyerere, mpaka Mzee Magufuli. Twende kwenye historia na ukumbusha wa Tanzania. Hata siku ile anafariki, alisema mimi najua nitakufa. Najua mtalia sana, lakini tuombeeni kwa Mwenyezi Mungu. Nchi hii naiacha ikiwa na umoja, amani, utulivu na usawa. Nataka mtambue kwamba wasia wangu muendelee kuipenda nchi yenu. Na katumia neno moja ambalo msikuelewa kwa nini atumia. Asema muipende kama mnavyopenda mama zenu. Sasa sijui Mwalimu alikuwa na maana gani? Mama zetu ndio wakina nani? Hao ndio wakina Samia Suluhu Hassan. Ya kwamba muipende kama mnapenda mama yenu. Anasema mama zenu kwa sababu wakina mama ana uchungu sana na mtoto. Anampenda mtoto wake kwa sababu uchungu na jinsi alivyomlea mpaka kufika hapo. Ndio maana nasema kwa kweli wakina mama lazima tuwe na nafasi nzuri ya kuwaheshimu. Hilo la kwanza. Mimi baada ya kukaa na viongozi wote, sikufichi, nasema wazi kabisa, kiongozi Mheshimiwa Rais tuliye naye amejitahidi sana. Amejitahidi sana kufuata nyayo za wenzake. Na ndio msemo wake wa kwanza aliyokuwa anatumia kipindi hicho, anasema kazi iendelee. Kazi zilizoanzwa na wenzetu tusije tukazidharau, tusiendeleze. Ndio yanayotokea sasa. Mafanikio unayoyaona haya kwa kweli ni imani aliyokuwa nayo ya kwamba wenzangu walianza vizuri na mimi sina haja kufufua mengine mapya, tuendelee tuyakamilisha hayo waliokuwa nayo. Na nakamilisha kwa spidi kubwa sana. Na hatuna sababu ya kutompa tena miaka mingine 5 na mwanamke wa kwanza. Mwanzoni tulikuwa na wasiwasi. Mwanamke ataweza? Mwanamke ataweza? Ndio maana fujo hizi chache za wanaume kutaka kujionyesha, hatuwezi kutawaliwa na mwanamke. Lakini ameonyesha, amefanya vizuri kushinda hata baadhi ya wanaume. Na tuna imani tutafanikiwa tu. Mradi wote tushirikiane wote pamoja. Mimi sina wasiwasi. Sina wasiwasi kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, tutaki tustaki, kipindi chake hiki alichokuwa cha miaka 4 tu, mambo aliyofanya ni makubwa. Ambao tungeweza angekuwa wengine wametumia hata miaka 10. Lakini miaka 4 amefanya maajabu. Mimi nadhani mwanzo wake ni mzuri sana. Hii miaka mingine 4, 5 inayokuja atafanya maajabu. Wewe una haki sawa na mtu mwingine. Kura yako peke yake inaweza kumporomoa mtu. Kura yako moja tu inaweza kumpandisha mtu. Msije mkadharau wa Tanzania, hasa vijana. Msije mkadharau. Hakuna kitu tutafanya makosa kama tusipokwenda kupiga kura tuliyojiandikisha. Usipokwenda anaweza kuchaguliwa mwingine ambao kutegemea. Sasa ndio nafasi yako hiyo. Kwa miaka hii 5, ukikosa utapata tena. Mpaka miaka 5 na mshukuru Mungu uwe salama. Unaweza kuwa hata 5 usifike. Sasa Mungu amekupa nafasi ya uzima, tumia vizuri. Nenda kapige kura, chagua unamtaka.